Shalom. Sasa kwenye kiganja chako kama una alama ya M, aidha kwenye kiganja cha kulia ama kiganja cha kushoto, na ukaota ndoto hizi 5 ambazo nakwenda kuambia siku ya leo, ujue kwamba nyota yako ni kali sana. Nyota yako sio ya kawaida. Yaani wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni wa tofauti. Kwa sababu sio ndoto zote ambazo huwa zinaonyesha kwamba mtu ana nyota kali, hapana. Ila ndoto hizi 5 nitakazo kutajia siku ya leo zinaonyesha kwamba wewe ndani yako una nyota kali sana. Nyota yako sio ya kawaida. Na ni kitu gani cha kufanya kama una alama ya M kwenye mkono wako na umeota ndoto hizi? Ni jambo gani ambalo unatakiwa kufanya ili kuweza kufikia zile baraka ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yako? Kwa sababu kama una alama M, yani wewe maisha yako hayatakiwi kuwa magumu hata siku moja. Na umekuwa ukijiuliza kwamba kwa nini mimi na alama ya M kwenye mkono wangu na bado na maisha magumu? Na huenda umeota na hizi ndoto ambazo nakwenda kuambia siku ya leo, lakini bado maisha yako ni magumu. Sasa kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu nitakwambia ni ndoto zipi hizo na ni kitu gani kinachotakiwa kufanyika kama una alama ya M kwenye mkono wako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya kwanza, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya ndoto uwe wa kwanza kuyapata. Kama hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota una nywele ndefu sana kwenye ndoto. Yaani unaweza kujikuta kwenye maisha ya kawaida haya una nywele za kawaida, nywele zako sio kubwa sana. Lakini unapoingia kwenye ndoto unaota kwamba nywele zako zimerefuka sana. Nywele zako zimekuwa ni ndefu sana. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kuna utukufu mpya ambao umeongezeka kwenye maisha yako. Yaani kama una alama ya M na umeota ndoto hizi, kuna utukufu mpya ambao unakuja kwenye maisha yako. Kuna hatua mpya ambayo inakuja kwenye maisha yako. Yaani kama ni kazi, utajikuta kwamba kule kazini ulipo cheo kinakwenda kuongezeka. Ama kama ni biashara, utajikuta ile biashara ambayo uko nayo inaanza kuongezeka. Lakini pia ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba kuna utukufu mpya ambao unakuja kwenye maisha ya mtu. Yaani kuna hali ile ya kujulikana, hali ile ya kufahamika, na pia ile hali ya kubalika katikati ya watu. Yaani ule uwezo wa kuongea kitu na watu wakakusikiliza. Ule uwezo wa kuongea kitu mbele za watu na watu wakakifuata. Hii inaambatana na hizi ndoto za kuota nywele zako zimerefuka, zimekuwa ndefu sana. Na ndoto hizi ni tofauti na zile ndoto ambazo mtu anaota ya kwamba amenyolewa nywele. Unapoota amenyolewa nywele, hii ni ndoto mbaya. Hii ndoto sio nzuri. Kuna eneo kwenye maisha yako ambalo unakwenda kupungua siku ya leo. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili ambayo inaonyesha kwamba nyota yako ni kali sana kama una alama ya M kwenye mkono wako. Kama bado haujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota umezaa watoto mapacha. Watoto mapacha inaonyesha kwamba nyota yako ni kali sana na kuna baraka za aina mbili ambazo unakwenda kupokea kwenye maisha yako. Yaani kuna baraka za aina mbili ambazo unakwenda kupokea siku ya leo. Huenda kwenye maisha yako umekuwa ukiomba vitu vingi. Kwa mfano, umekuwa ukiomba kazi na pia umekuwa ukiomba ndoa kwa wakati mmoja. Unapoota umezaa watoto mapacha, inamaanisha kwamba kuna miujiza ya aina mbili ama kuna baraka za aina mbili ambazo zinakwenda kutokea kwenye maisha yako kwa wakati mmoja. Yaani kama ni ndoa na kazi, utapokea ndoa na kazi kwa wakati mmoja. Kama ulikuwa unaomba Mungu kuhusiana na afya na pia ulikuwa unaomba Mungu kuhusiana na safari ama visa, inamaanisha baraka hizi zinapokuja kwenye maisha yako zitakuja kwa pamoja. Yaani hautapokea baraka moja moja, bali wewe utapokea baraka mbili mbili kwa wakati mmoja. Wewe sio mtu wa kupokea kitu kimoja kimoja. Nyota yako ni kali sana kiasi kwamba wewe kwenye maisha yako utakuwa ni mtu wa kupokea baraka mbili mbili kwa wakati mmoja. Lakini ndoto hizi za kuota unazaa mapacha pia zinamaanisha kwa habari ya uzao. Ninaposema kwa habari ya uzao, sizungumzii uzao wa kawaida, hapana. Nazungumzia kwa habari ya vitu unavyofanya kuweza kuongezeka. Yaani vile vitu ambavyo uko navyo vitakuwa vinaongezeka mara mbili. Vitakuwa vinaongezeka 2 times fold. Yaani ni mapacha wa kiume au mapacha wa kike ama ni mapacha wa kiume na wa kike, ongera. Ndoto hizi ni nzuri sana, zinaonyesha kuna baraka kubwa sana ambayo inakuja kwenye maisha yako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu kwa wale wenye alama M, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza subscribe muda huu. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota unafunga harusi ama unafunga ndoa. Ndoto hii kama una alama M kwenye mkono wako, inamaanisha kwamba wewe una nyota kali sana. Yaani wewe kuna jambo kubwa ambalo linakwenda kutokea kwenye maisha yako. Na jambo hili linalokwenda kutokea kwenye maisha yako litawaleta watu wengi kwa pamoja. Watu wengi watakutanika kwa pamoja. Watu wengi wataungana kwa pamoja kusherehekea baraka hii pamoja na wewe. Kama kule kwenye harusi unakoota, unaona ndugu zako wengi na wale ndugu zako wanafurahi pamoja na wewe, inamaanisha kuna jambo zuri sana ambalo litakuja kwenye maisha yako, na jambo hili litawafanya wale ndugu zako waweze kufurahi pamoja na wewe. Lakini pia kama unaona uko kwenye harusi na kule kwenye harusi unaona uko na marafiki zako wengi na marafiki zako wengi wanafurahi pamoja na wewe, hii inamaanisha kwamba kuna jambo litatokea kwenye maisha yako, na jambo hili litakapotokea litawafurahisha marafiki zako pia. Yaani sio wewe tu, marafiki zako watafurahi pamoja na wewe kuhusiana na muujiza huo ama baraka hiyo ambayo itakuja kwenye maisha yako. Lakini ndoto hizi pia za harusi zinamaanisha kwamba kuna jambo kubwa ambalo ulikuwa unalitafuta kwa muda mrefu sana, unakwenda kulipokea. Kama ulikuwa unatafuta kazi, hongera, inamaanisha kwamba siku chache zijazo usoni unakwenda kupata kazi. Kama ulikuwa unatafuta ndoa vile vile, hongera, siku chache zijazo usoni unakwenda kupata ndoa. Pia kama ulikuwa unatafuta mtaji, biashara, ndoto hizi zinamaanisha kwamba vile vitu vyote ambavyo ulikuwa unavitafuta muda sio mrefu unakwenda kuvipokea. No matter utachelewa kwa namna gani, no matter itapita muda gani ama kipindi gani, lakini lile ulikuwa unalitaka
utakwenda kulipokea. Sasa ndoto ya 4 ni ndoto ya kuota unavaa viatu. Viatu hivi vinaweza kuwa ni vikubwa sana kwako, ama viatu hivi vinaweza kuwa ni vizuri sana kule kwenye ndoto unakoota. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe una baraka kubwa sana ya mamlaka. Ndio maana hata maandiko yanasema mahali popote utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki na kutawala. Na maana wewe ndani yako una ule uwezo wa kumiliki na kutawala. Yaani una uwezo wa kutawala maadui zako, una uwezo wa kutawala kwenye kazi unazozifanya, una uwezo wa kutawala kwenye zile biashara unazozifanya. Popote pale unapofanya na lolote hilo unalofanya, una uwezo wa kumiliki na kutawala. Mungu amekupa neema kubwa sana. Mungu amekupa kibali kikubwa sana. Mungu amekupa baraka kubwa sana ndani yako ya kuweza kumiliki na kutawala. Kama vile viatu ambavyo unaviona kule kwenye ndoto ni vikubwa sana, inamaanisha kwamba wewe una mamlaka kubwa sana ya kuwatawala adui zako. Mamlaka yako ni kubwa sana ya kuwakanyaga adui zako. Unapoota una viatu vikubwa, unavaa viatu vizuri kwenye ndoto, furahi. Ndoto hizi ni nzuri sana kwenye maisha yako. Inamaanisha kwamba wewe una mamlaka kubwa. Mamlaka yako sio ya kawaida. Kuna vitu vizuri sana ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Sasa ndoto ya 5 ni ndoto ya kuota upo safarini ama upo kwenye gari, na kwenye ile gari ambalo upo wewe ndio unayeiendesha ile gari. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba kuna sehemu ambayo Mungu anakupeleka kwenye maisha yako. Kuna mahala ambapo unatakiwa kufika. Mahala hapo ambapo unatakiwa kufika, Mungu yupo anakupeleka. Na pia ndoto hizi zinamaanisha kwamba wewe una nyota ya kuongoza watu. Sasa itategemeana na namba ya abiria ambao unawaendesha. Kama ni wewe unaendesha gari lakini abiria ni wengi sana, hii inamaanisha kwamba Mungu amekuita kwa ajili ya kuongoza watu wengi sana. Yaani wewe utaongoza watu wengi sana, utawashauri watu wengi sana, utawapeleka watu wengi sana kwenye hatima zao, utawaleta maendeleo kwa watu wengi sana. Lakini hivi vile kama abiria unaoendesha ni wachache sana, inamaanisha ndani yako na nyota ya uongozi, lakini hautakuwa unaongoza watu wengi sana, utakuwa unaongoza watu wachache, lakini uongozi wako utakuwa ni uongozi wenye nguvu sana. Na kwenye ile gari unaloendesha ama kwenye ile safari ambayo upo, kama unaota unaendesha gari lakini ile gari ambayo unaliendesha kuna misukosuko, yani kule njiani kuna mabonde na milima, kule njiani kuna makorongo, inamaanisha kwamba ni kweli utafika kule unakoenda, lakini njia yako itakuwa sio rahisi sana. Watu wengine watakapokuwa wanafanikiwa na wewe utakapokuwa unafanikiwa ni tofauti kabisa. Wewe utafika kule unakoenda, lakini njiani utakutana na upinzani mkubwa, njiani utakutana na majaribu makubwa, lakini ile mitego yao haitaweza kuzuia kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Lakini pia kama unaendesha gari na kule unakoendesha gari unaona hakuna makorongo, njia iko smooth, njia iko vizuri, inamaanisha kwamba kule unakoenda utafika kwa urahisi sana. Hakutakuwa na vipingamizi vingi sana, wala hakutakuwa na mambo mengi sana huko njiani. Muda huu tunakwenda kwenye sehemu ya muhimu sana kuliko kwenye sehemu ambayo tumetoka. Kama una alama ya M kwenye mkono wako na umeota ndoto hizi, inatakiwa ufanye kitu gani basi? Sasa ninapokwenda kuonyesha hivyo, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama unabarikiwa mpaka hapa tulipofika na hujalike video hii, basi unaweza ukapiga like mahali pale. Jambo la kwanza utakalofanya, chukua Biblia yako na fungua kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, inayosema kwamba kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi yako mafupi, utamwambia Mungu, najua ulipokuwa unaniumba ulinijua kwamba nitakuja kuwa nani, ulijua kama ni kitu gani ambacho umeweka ndani yangu. Mungu, ninaomba vile vyote ambavyo uliviweka ndani yangu Bwana vikatimie kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Zile baraka ambazo uliziweka kwenye maisha yangu, vile vitu ambavyo uliweka kwenye maisha yangu, ile namna ambayo ulikuwa unataka niwe, ile namna ambayo ulikuwa unataka nitembee, Baba ninakuomba kuanzia sasa, Mungu wa mbinguni, ukanisaidie na ukaniinue kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ikawe sawa sana vile ulivyonipangia, ikawe ni sawa sana vile ulivyotaka niwe kuanzia sasa katika jina la Yesu. Jambo la pili utakalofanya, utafungua kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, inayosema kwamba ninayajua mawazo niwaziayo ninyi ni mawazo mema wala si mabaya. Utasema, Mungu, ninajua ulipokuwa unaniumba ulikuwa unaniwazia mawazo ambayo ni mema wala si mabaya. Baba, ninakuomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, yale mawazo mema ambayo unaniwazia, vile vitu vyema ambavyo uliweka ndani yangu, Baba ninaomba kuanzia sasa, Baba ukanisaidie, Baba ukanionekanie, na Mungu mbinguni, yale mawazo mema ambayo uliweka kwenye maisha yangu yaende kutimia kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Na kuhakikishia utakapofanya mambo hayo makubwa mawili, wewe mwenye alama ya M na umeota ndoto hizi, basi maisha yako yatakwenda kufunguka, basi maisha yako yatakuwa makubwa, basi nyota yako itakwenda kung'aa mara moja. Kama umebarikiwa na huduma hii na unatamani kuweza kusapoti, basi unaweza ukatoa sadaka yako kwa namba za simu ambazo zinaonekana hapo chini ya screen. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki sana na kuzidishia pale utakapotoa. Amen. Lakini pia kama una shida binafsi ama unataka kuonana na mimi au unataka kuja kuabudu pamoja na sisi kanisani, unaweza kuchukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen yako. Ama kama unataka nikuunganishe na channel yetu ya maombi ya WhatsApp, basi pia unaweza kuchukua namba hizo za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen, ukatuma neno niunge, ukatuma message yako WhatsApp, ukaandika neno niunge. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ukawe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.